Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na nafasi ambayo ametupa. Tukiendelea, leo ni siku yetu ya 3. Tuanzie sasa leo 17. Tuanzie 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mstari wa 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Anasema, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Biblia inasema tuenende ulimwenguni kwa kila kiumbe. Biblia inaposema kila kiumbe inamaanisha kila kiumbe. Biblia inamaanisha kwamba injili inahitajika kwa kila mtu. Injili inahitajika kwa mtu ambaye ni maskini. Injili inahitajika kwa mtu ambaye ni tajiri. Injili inahitajika kwa mtu ambaye ni rangi nyeusi. Injili inahitajika kwa mtu ambaye ni mzungu. Injili inahitajika kwa mtu ambaye ana elimu. Injili inahitajika kwa mtu ambaye hana elimu. Injili inahitajika kwa kila mtu ambaye anaitwa mwanadamu. Na ndio maana ukiona unachokihubiri, ikitokea umeitwa mbele ya bunge ukaambiwa uhubiri, unakosa kitu cha kuhubiri, unateseka, unakesha, ujue ambacho wewe unahubiri sio injili. Ukiona umeambiwa kuna kongamano la matajiri wote Tanzania, nenda ukahubiri, alafu unaona siku hiyo unakosa usingizi, ujue unachohubiri sio injili. Sio vibaya kuanza upya, tupa hizo notes. Kwa nini? Kwa sababu injili ni kwa ajili ya kila kiumbe. Ndio maana wale mnaowaambia watu njoo kwa Yesu faulu masomo yako, mnawadanganya. Yesu ni zaidi ya masomo, kwa sababu kuna watu wanafaulu kwenye masomo na hawana Yesu na wanakushinda wewe mwenye Yesu. Njoo kwa Yesu upate hela. Kuna watu wana hela nyingi kuliko mimi, unanifahamu, na hawana Yesu. Njoo kwa Yesu upate utajiri. Kuna watu ni matajiri na hawana Yesu. Kwa hiyo kwa Yesu tuna kitu cha ziada ambacho tunakipata, ambacho hatukipati mahali popote pengine isipokuwa kwa Yesu. Ndio maana Biblia inasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia mimi. Na Biblia inasema hivi, mpatanishi ni mmoja kati ya Mungu na mwanadamu Yesu Kristo. Tunahitaji kuwaleta watu kwa Yesu, kwa sababu injili Mungu ameikusudia iwe kwa ajili ya kila mtu. Injili sio kwa ajili ya wanafunzi tu. Injili sio kwa ajili ya watu wanaotaka kufaulu masomo tu. Hata tukifaulu Yesu ni Bwana, hata tusipofaulu Yesu ni Bwana. Tukiwa na mali Yesu ni Bwana, tusipokuwa na mali Yesu ni Bwana. Tukiwa na pesa Yesu ni Bwana, tusipokuwa na pesa Yesu ni Bwana. Lakini ukweli ni kwamba tuna kitu cha thamani ambacho hakipatikani kwa fedha, ambacho hakipatikani kwa degree, ambacho hakipatikani kwa chochote kile, ila kinapatikana kwa kutubu na kuiamini injili, ili tupate uzima wa milele, ili tupate msamaha wa dhambi, ili tupate kuhesabiwa haki. Last week, nafikiri wiki 2 labda au moja imepita, nilikuwa na yule jamani nimemsimamisha pale. Nikawa namwambia moja ya kitu ambacho nimejifunza kwenye haya maisha ni kwamba sisi ambao tumeokoka tunajihesabia haki. Na wakati mwingine tunapima mafanikio yetu ya kimwili. Tunapima mafanikio yetu ya kimwili kwamba mafanikio yetu ya kimwili ndio yanayofanya nini? Ndio yanayoonyesha kwamba sisi tuko karibu na Mungu. Huo ni uongo. Mungu ana tabia ya kuonyeshea mvua wema na. Kwa hiyo mtu akifanikiwa imaanishi na Mungu. Ukiona mambo yako yanaenda vizuri sana imaanishi kwamba una mahusiano mazuri na Mungu. Japo ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu mambo yako yataenda, lakini that is not an indication kwamba uko sawa na Mungu. Kwa sababu kuna watu mambo yao yanaenda sawa na bado hawana Mungu. Kwa kuna wakati unaingia kwenye pressure, unajitia pressure. Ukikaa ukijiangalia unaona mimi kwa vile kwa sababu nasali, naenda Jumapili, nafanya hiki, mimi sistahili kupata hivi, natakiwa nipate hivi. Mimi sistahili maisha haya, nastahili maisha haya. Mimi natakiwa niwe hivi, sistahili kuwa hivi. Cha kwanza ambacho Yesu amekileta, Yesu amekuja kuleta uzima wa milele, amekuja kutafuta kilichopotea. Tukishapatikana ndio hayo mengine kwetu yanakuja na yanakuwa relevant.
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wanangu, si mnaenda Dodoma? Unaweza ukaenda huko kwa bahati mbaya ukakutana na mbunge. Usiogope kumwambia habari njema, kwa sababu hata mbunge anahitaji mwokozi. Unaweza ukaenda huko mara bahati mbaya ukakutana na tajiri, ukamwambia huyu ndio tajiri Dodoma nzima. Usiogope kumwambia habari njema, kwa sababu huyo naye anahitaji nini? Injili. Unaweza ukakutana na mtu ambaye ni maskini sana. Usiogope kumwambia habari njema, kwa sababu naye ni kiumbe na anahitaji nini? Injili. Unaweza ukakutana na mtu ambaye hajasoma kama ambavyo wewe umesoma. Na ndio maana tunasema mnapoenda kule, nenda na Kiswahili. Kwanza, by the way, souls never respond to English and Greek. Nafsi haziitiki kwa Kiingereza na nini? Na Kigiriki. Umeshawahi kwenda kuhubiri? Mimi nawajua nyinyi wanafunzi, mimi nilikuwa mwanafunzi, msinione hivi. Unaenda mtu kuhubiri anasema hivi, yani kwa kweli hapa Holy Spirit ameniambia, then God tulipokuwa tunakwambia yani unatakiwa ureceive Holy Spirit, ukisha receive Mungu atakusaidia. Wewe umeenda kule kijijini, mtu ambaye hajui kabisa chochote, wewe unataka kumchanganya na Kiingereza chako. Acha chini Kiingereza chako. Tunapoenda kwa Mungu tunaenda kwa vile Biblia, Mtume Paulo anasema nilienda kwa namna ambavyo wao walikuwa, ndivyo ambavyo mimi nifanya nini? Nilienda kwao kwa namna hiyo hiyo. Ndio maana tunasema Bwana basi vaeni vizuri. Yani inawezekana sio shida kabisa unavyovaa, lakini sasa kule ukienda kule kidogo, kwa sababu lengo letu sisi hata kama ni kwa ila, yani hata kama ni kwa wiki moja, tunaamua kutokuvaa mawigi yote, tunavaa vilemba. Ni bora wote tuvae vilemba, kwa sababu nywele wakiona nywele watakuazika, wataacha kuokoka. Bora wote tuvae vilemba. Tukishavaa vilemba watu waokoke, hata kama ni kwa ila kwa wiki moja, afu baada hapo turudi kwenye mawigi yetu. Unanielewa? Sasa haya mambo hayawezi kutokea kama una upendo. Ili jambo la kuvuna nafsi linakuja kuwa relevant na linakuwa lina maana kwetu kama tuna upendo. Na ndio maana baada ya kuokoka Mungu ametupa Roho Mtakatifu. Na moja ya kitu ambacho Roho Mtakatifu anakiweka ndani yetu, Roho Mtakatifu anaachilia pendo ndani yetu. Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Warumi 5 sura ya 5. Warumi 5:5. Inasemaje? Unajua na kuheshimu, nishakusifia Anasema natumaini haitatayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Moja ya kitu ambacho Roho Mtakatifu anafanya nini? Anaachilia pendo. Anapoachilia pendo ni nini? Manake ni sisi kufikiria, kuumia kwa ajili ya watu wengine, kujisikia vibaya kuona watu wengine wamekufa. I remember, mimi ni aina ya mtu ambaye nikisikia mtu amekufa au nikasikia ajali imeua watu 12, kabla ya kusema jamani watoto wao watakuaje, nafikiria watu waliokufa wanakwenda wapi. Kwa sababu jana nimewaambia Jehanamu was not created for a man. Jehanamu ilikuwa imeumbwa kwa ajili ya shetani pamoja na malaika zake, na nikuonyesha kwenye maandiko. Kwa tunapoona watu wanakufa ikiwa hawajaenda mbinguni, mimi kama mtu ambaye nina kingdom mindset, cha kwanza ninaposikia mtu amekufa naanza kujiuliza ni wangapi ambao katika hao waliokufa ambao walikufa wakiwa wametengeneza maisha yao. Kwa sababu by the way kufa sio shida, lakini kufa, mtu huyo aliyekufa ameenda wapi, ndio shida inaanzia hapo. Sasa kama ni mtu ambaye hauna upendo na watu, ndio maana utaona kuhubiria watu sio jambo la muhimu. Lakini niko hapa na habari njema ya kwamba hata wewe umeupokea wokovu kwa sababu ya upendo. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17 unasema Baba hakuja kuhukumu ulimwengu, lakini alikuja kupitia yeye ulimwengu fanya nini? Uokolewe. Hata Yesu kuja huku ni kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uwaonyeshe watu wengine upendo. Na njia ya kwanza ya kuwaonyesha binadamu upendo ni wewe kuwaambia habari njema. Ni wewe kuwafanya wamjue Mungu. Ni wewe kuwafanya wamwamini Mungu. Kwa sababu nilikwambia Biblia inasema itamfaa nini mtu apate kila kitu kwenye ulimwengu alafu ukose uzima wa milele. Ni vizuri kuwa na pesa, lakini pesa sio kila kitu. Ni vizuri kuwa na mali, lakini mali sio kila kitu. Ni vizuri kuwa tio, lakini kuwa tio sio kila kitu. Ni vizuri kuwa vyovyote vile ambavyo wewe una vidream, kuwa na magari mazuri, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na benki yenye pesa nyingi, lakini sio kila kitu. Kitu cha maana na cha muhimu kuliko yote ni nafsi yako
yako isipotee. Ni vizuri ukiwa navyo na mbinguni ukaenda, hapo utakuwa umefanikiwa. Lakini ukiwa una hivyo vitu alafu umekosa kwenda mbinguni, Biblia inasema siku ya mwisho itakuwa ni kilio na kusaga meno. Twendeni tuwasaidie wazazi wetu, twendeni tuwasaidie ndugu zetu, twendeni tuwasaidie jamaa zetu. Na tunavyosema ndugu zetu, jamaa zetu, sio lazima awe ametoka baba mmoja na mama mmoja na wewe. Binadamu yoyote ambaye ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, huyo ni ndugu yako katika Kristo. Nenda kamwambia habari njema. Biblia inasema ole wangu nisipoihubiri Injili, ole wangu nisipoihubiri Injili. Hiyo ole iliyokuwa kwa Paulo inapaswa kuwa na kwako pia. Hiyo ole iliyokuwa kwa Paulo inapaswa kuwa na kwako pia. Nenda kahubiri Injili, nenda kawaambie watu habari njema, nenda kawaambie watu ya kwamba Yesu anaokoa, nenda kawaambie watu ya kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu na hakuna mwokozi mwingine isipokuwa Yesu. Utakapowaambia hao watu, Mungu atathibitisha neno lake kwa kuja kuwaokoa. Mungu atathibitisha neno lake kwa kuyabadilisha maisha yao. Mungu atathibitisha neno lake. Mungu hataacha neno lake lianguke bure. Kama mvua inavyonyesha kutoka juu mbinguni mpaka kwenye ardhi, hivyo hivyo neno la Mungu halitarudi bure. Utakapoenda kumwambia mtu habari njema, anaweza akakataa kuokoka kwa wakati huo, lakini kesho ile mbegu itaota. Anaweza kukataa kuokoka leo, lakini kesho ukamshangaa kwenye crusade amekuja. Anaweza kukataa door to door, lakini kesho ukamshangaa amekuja. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hakuna anayekuja kwa Mungu isipokuwa amefanya nini? Amevutwa. Sio kazi yetu kuwaleta watu kwa Yesu, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kuna viwango vitatu vya Roho Mtakatifu kuoperate kwenye maisha ya mtu. Kuna Roho Mtakatifu ndani ya mtu baada ya wokovu kwa ajili ya kutuongoza. Kuna Roho Mtakatifu juu yetu. Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenitia mafuta. Kazi yake ni nini? Kazi yake ni kwa ajili ya kutupa vipawa na karama na utumishi. Lakini kuna Roho Mtakatifu pamoja na sisi. Biblia inasema Roho naye hushuhudia pamoja nasi ya kwamba sisi tuna ujasiri mbele za Mungu. Na mwingine anasema huyo Roho atakapokuja ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya nini? Dhambi, haki na hukumu, sio? Ndio maana unajikuta tu mtu amehubiri, uhitaji kuambia watu kuhusu moto wa milele. Japo moto wa milele ukiweza kuambia waambie, lakini kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu unaletao wokovu, hauhitaji mtu akwambie moto. Kuna wakati tu mtu akilisema neno la Mungu kwa usahihi, unashangaa pendo la Mungu limeingika. Wengine hata huwa wanaokoka wajijui hata wameokokaje, huwa wanajikuta wamefika mbele kuokoka. Alafu hii Injili ina mabadiliko. Biblia inasema ni kama upepo. Unajua upepo hauwezi kushika, it's something that is not tangible. Lakini impact ya upepo utaiona. Ulianika nguo unashangaa zote zimeanguka. Ulifagia vizuri, kuna mtu unashangaa upepo umepita umenani, lakini huwezi kushika upepo. Ndivyo hivyo nawaambiaga watu, kama hujui kama umeokoka au hujaokoka, wewe hujaokoka. Ukiokoka vizuri unajua. Yaani unakuwa unaweza hata usio unajua yani, lakini kuna namna, kuna moja ya kazi ambayo Roho Mtakatifu anafanya. He gives us inward assurance about our salvation. Ndio maana Biblia inasema isikiwa mioyo yetu haituhukumu, basi tuna ujasiri mbele za Mungu. Yaani sio kwamba kuna muda wanasema jamani Yesu akirudi sasa hivi mimi siendi mbinguni, jamani ngoja nijitakase, yani Yesu njoo Bwana, njoo Bwana, njoo Bwana, njoo Bwana, njoo Bwana, njoo Bwana, sisi tu watu wako. Akija naondoka, nina uhakika moyoni kwangu kuna nishuhudia. Kama ushuhudiwi ndio leo unatakiwa uokoke. Yaani utapata kitu ambacho ndani yako kitakuthibitisha kwamba kweli unaenda. Unaweza kuwa umevaa modo lakini una uhakika. Unanielewa Si unajua zamani kulikuwa kuna namna fulani mtu akiokoka wanamhesabia Unawezekana uko namna fulani ambayo watu hawakuelewi, lakini ndani yako you had an inward assurance about your salvation. Na hiki ndio kitu ambacho Roho Mtakatifu anakileta. Twendeni tukawaambie watu habari njema. Injili sio kwa ajili ya maskini. Ni bahati mbaya tu tumefikiri watu wanaweza kusikia Injili na kuokoka ni maskini. Ni kwa sababu tunahubiri vibaya kwamba njoo kwa Yesu upate utajiri. Sio kweli. Japo mimi mwenyewe maskini siupendi. Lakini sasa ndo nikudanganye. We make money kwa njia ambazo ni halali, tutengeneze hela tupate utajiri, lakini sio eti
Yesu anaweza kutupa pesa, lakini sio sababu ya kwanza ya Yesu wewe kwenda kwa Yesu. Unatakiwa uende kwa Yesu kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 19, wote walitenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu. Tunaenda kwa Yesu, anatuokoa, anatubadilisha maisha yetu, tunatoka hapo tunaenda hatua nyingine. Sasa nataka niendelee kwa nini tunatakiwa tuvune nafsi. Jambo la 3 ambalo la 4 kuanzia jana nilipoishia, ni jambo la 5 ndani. Kila muamini ameokolewa ashirikiane na Mungu kuvuna nafsi. Kila muamini ameokolewa ashirikiane na Mungu kuvuna nafsi. Yohana mtakatifu Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 9. 1 2 3 twende. Twende. Jamani, sisi tunafanya kazi, lakini anayefanya kazi ya kuwaleta watu na kuwakuza watu ni nani? Ni Mungu. Hii ndio itakuondolea ile stress kwamba vipi nikiongea naye atanichukuliaje asipookoka. Akuchukulia hivyo vyote. Nilivyokuwa mdogo nilikuwaga naamini yani watu wananiangalia, watu wananifuatilia, afu nimekuwa sasa hivi nimegundua hata yale ambayo nilifikia watu, kuna watu wananiangalia, hata watu kuniangalia, hata kuniangalia waniangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wakorintho huo wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Anasemaje? Lakini vyote hivyo vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari unaofuata ndo wa mwisho ya 18 na 19. It's fine. Mungu ametupa sisi huduma ya upatanisho. Nisikilizeni, tumewahi kuwa na watumishi wa Mungu wakubwa wengi sana kwenye dunia, kila karne. Lakini wale watumishi wa Mungu hawawezi kurudi leo wakahubiri habari njema. Tumewahi kuwa na watu wakubwa wenye matokeo makubwa kina Billy Graham. Unajua Billy Graham anakadiriwa mpaka anakufa amewaleta kwa Yesu watu milioni 250. Sikiliza, hao ni watu, sio hela. Maana hata kama ni hela ni nyingi, si unajua? Usipookoka vizuri unakufa hujawahi kushika. Si unajua sasa hao ni watu, sio hela. Lakini hata ni hela, kama ni hela ni nyingi. Anakadiriwa amewaleta kwa Yesu watu wangapi? Milioni 250. Aliishi siku ngapi Billy Graham? Billy Graham aliishi miaka 99 kasoro mwezi mmoja afike miaka 100. Alikufa wakati wa Easter Conference. Wewe nilikwambia, unakumbuka? Nilimwambia kuna mtu wa Mungu mkubwa wa heshima amekufa, tulikuwa naye mahali. Tulikuwa naye Easter 2018 au 19. Lakini leo roho ya Billy Graham haiwezi kurudi. Bonke, watu ambao wameandikwa ni watu milioni 79. Milioni 79 na aliishi miaka 79. Manake approximate kila mwaka alipewa Yesu watu milioni hiyo. Ndio maana mbinguni magepu lazima yawepo. Unaelewa yani kuna watu tutakaa na Mungu, watakaa na Mungu, lakini Mungu yuko hapa, wenyewe wako kule Moshi, Lombo ndani kule. Yule atakuwa amepona moto, sio? Ndio jana tulisoma, si ndio? Lakini amepata hasara kwa sababu Yesu yuko hapa, yuko zake ndanda Mtwara na Nyumbu. Wanangu wana Nyumbu, hai. Nansio Ukelewe. Sasa ndio maana tunatakiwa tufanye kazi ya Mungu kwa bidii ili walau sasa kama yuko mlimani basi tuwe udizimu hapa. Sawa tujitahidi, bado ni mchana, tufanye kazi kwa nini? Kwa bidii. Alafu kuna wakati wale watu wanasemaga labda huyu mtu wa muda wake wa kuokoka hujafika au vipi? No. Kwenye eneo when it comes kwenye swala la kuokoka, tunasemaje? Wakati uliokubalika na saa ya wokovu.
Kwa twende sasa sio kesho, twende sasa tukawaambia watu wengine habari njema za kwamba Yesu anaokoa, ya kwamba Yesu ni Mwokozi. Sio hivyo tu. Kwenye Biblia amewahi kutokea mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kornelio alitokewa na malaika. Malaika akamwambia Kornelio, unatakiwa uokoke. Si mnafahamu hiyo habari, inapatikana kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10. Lakini baadaye bado malaika alimconnect na nani? Na mwanadamu Petro. Bado malaika alimwambia, wewe nenda mpaka eneo fulani utakutana na mtu anaitwa Petro. Kuna mtu Yesu alimtokea, yule mwamba alikuwa hatari, ungeenda kumhubiria angekukata kichwa. Alikuwa anaitwa Sauli. Sauli Yesu akamtokea babani na akamwambia, "Hey! Unaniuzi?" Akamwambia, "Wewe ni nani unaniambia mimi nakuuzi, mimi mwenye mji huu?" Yesu akamwambia, "Ni mimi Yesu Kristo wa Nazareti." Jamaa akasema, unasemaje sasa?" Yesu akaona sasa sija akanipiga ngumi, akampiga macho kipofu hapo hapo. Jamaa alishakunja ngumi, unajua. Kama nilikuwepo. Jamaa akakunja ngumi. Yesu akaona sasa ili asishinde kuniona, akampofua macho. Baada ya pale tunamwona yule mtu, ili Mungu kumsaidia kumfanya aweze kupokea wokovu, alimuunganisha bado na nani? Na mwanadamu. Sikilizeni ndugu zangu, kuna watu Yesu anawatokea usiku, hawana majibu ya maswali wanayojiuliza. Wanahitaji mtu aende kuwaambia tu ili waweze kuokoka. Na ndio maana Mungu anawatuma nyie. Kuna watu malaika wanawatokea huko. Hawaelewi, hawajui nini kinachopaswa kufanya. Kama vile ambavyo malaika alitokea kwenye nyumba ya nani? Ya Kornelio. Na Kornelio alikuwa hajui nini kinachompaswa kufanya. Lakini alipokutana na Petro akampa kitu cha kufanya. Wewe ni Petro wa majira haya, Mungu amekupa kitu cha kuwasaidia watu kufanya ili waokoke. Na ndio maana ametupa neno la upatanisho. Kuna watu wako tayari wanasubiri tu kuokoka, ila wamekosa mtu tu wa kuwasaidia kwamba ili uokoke unahitaji kufanya hiki na hiki na hiki. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. By the way, jambo lingine, hii ndio kazi iliyomfanya Yesu amekufa msalabani. Pointi nyingine, huu injilisti ndio kazi iliyomfanya Yesu amekufa msalabani. Sasa si mnajua maneno ya Yesu alisemaje? Alisema kama mimi nilivyotumwa ndivyo na mimi ninavyofanya nini? Ninavyowatumwa. Wangapi wametumwa na Yesu? Kilichomleta Yesu ambacho alitumwa kwacho ndicho na sisi tumefanya nini? Tumetumwa. Ndio maana tunapaswa twende tukafanya nini? Tukawahubirie watu. Niandike hiyo Yohana 3:16 na 17. Tuisome, hii inajulikana, tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3 twende. Someni kama wasomi nyinyi, ndawazingua. Twende 1, 2, 3 twende. Hii ndio kazi ambayo Yesu alifanya nini? Alikuja kuifanya. Na Yesu alisema mwishoni kati anaondoka, alisema kama mimi nilivyotumwa na mimi nafanya nini? Luka 19:10. 1, 2, 3 twende. Twende. Yesu alikuja kwa kazi moja tu, kutafuta kilicho. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 1 mstari wa 15 na 16. Moja, mbili, tatu twende. Paulo anasema ni neno la kuaminika ya kwamba Kristo alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambaye wa kwanza wao nilikuwa nani? Kwa unavyoenda kuomba, unavyoenda kule, mwambie Mungu, najua hiki ndio kilichokuleta duniani. Na wewe ulisema kama ulivyotumwa, na wewe umefanya nini? Umenituma, nisaidie kila nitakayeongea naye afanye nini? Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakolosai, inasema maneno yenu yakolee munyu, Sawa, Mwambie Mungu, nipe upako, nipe mvuto. Kila nitakayeongea naye afanye nini? Aitike. Unanielewa, Mwambie Mungu, nijaze maneno yako yakolee munyu. Unanielewa, Kwa sababu haya mambo yatokee sio kwa uwezo wala sio kwa nguvu, ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi. Na Mungu anataka watu wote waokolewe.
Na Mungu anasema saa ya wokovu ni sasa. Wokovu ni leo, sio kesho. Wokovu ni leo, sio kesho. Wakati uliokubalika ni sasa, na saa ya wokovu ni. Kwa nini unapostpone? Unaahirisha kwamba huyu mtu labda nikiongea naye leo sijajiandaa vizuri, hoja niongee naye leo kesho. Hapana. Jivike ujasiri, nenda kaongee naye, kwa sababu wewe sio mwokozi, mwokozi ni Yesu. Kwa kama kuna aibu ya kupata, atapata Yesu, sio wewe. Sasa wewe unamuoneaje aibu mtu mwingine? Yaani unabebaje aibu ya mtu mwingine? Timiza wajibu wako. Utamwambia Yesu, mimi nifanya nini? Uliahidi kwamba wanaohubiri utakuwa pamoja nao. Mimi nilienda kuhubiri, haukuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo bana, naomba unisaidie. Badala kwa kweli ya mimi kuwa kule Ukelewe, nisaidie nisogee basi kidogo, niwe Morogoro jirani kidogo, niwe walau na kuona mambo mazuri yanayotokea, na mimi walau niwe nayaona. Sawa sawa? Afu kule imagine wote tutakuwa vijana. Naelewa Wote tutakuwa vijana. Sasa unaona vijana wenzako wako hapo, mwamba uko kule, hata kuwaona utawaona kwanza. Wewe unamwona mtu aliyeko na nyumbu sasa hivi wa Mtwara hai au Kigoma, sawa wa Kigoma hai jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Au Mbeya ndani huko kwetu, ndani huko. Si unajua Mawazo anasema mikoa yetu. Yaani yule mtumishi ni mtumishi mzuri, anapoongelea mikoa yangu anajisikia vibaya. Unajisikia vibaya kwa nini sasa? By the way, I don't care hata ukijisikia vibaya. Sawa Jambo lingine, kwa nini tunataka tufanye uinjilisti? Ili kanisa la Mungu likue. Sawa Ni mapenzi ya Mungu kanisa la Mungu lifanye nini? Likue. Muda umeisha. Nasoma hayo namalizia. Ni mapenzi ya Mungu kanisa la Mungu lifanye nini? Likue. Hata fellowship kweli na malengo ya kuongezeka. Sawa Kanisa la Mungu linatakiwa likue kwenye maeneo haya. Eneo la kwanza linatakiwa likue kiidadi. Sawa Kuongezeka kiidadi ni jambo la kibiblia kabisa. Eneo la pili linatakiwa likue nini? Kiroho. Watu wanatakiwa wakue kiroho. Sio watu wanaongezeka tu idadi alafu wakui. Eneo la tatu, kanisa linatakiwa likue kiuchumi. Unanielewa siku nyingine mtakuja kuniambia niwafundishe namna ya kupata hela za huduma. Hela ya huduma inapatikanaje? Hizo ni kozi watu wanasoma. Unaelewa Mimi nilivyokuwa coordinator ilibidi nikasome. Sasa nilikuwa sitaki sasa mambo ya kusema naishiwa, nakaa kule naanza kuombea hela zipatikane badala ya kuombea watu waokoke. Na nawaambia, sijawahi mimi kuongoza mahali kukawa kuna upungufu wa hela. Sijawahi popote pale. Na bahati nzuri mimi na watu wengi wanaonifahamu sana. If you could ask them, watakwambia nilienda mahali ambapo watu walikuwa hawatoi sadaka, nikiwa mimi mwenyekiti wanatoa sadaka. Na sijawahi kuwa katibu, sijui mshika hela, sijui nini. Mungu sijui ananionaje, lakini labda hela naweza nikalala. Lakini sijawahi kushika nafasi ya nani kidogo, yani sijawahi. Kwa sababu nini? I know what to do. Najua nini cha kufanya. Yani when it come kanisa likue, najua nini nifanye kanisa likue. Nataka watu wakue kiroho, najua nini cha kufanya watu wakue kiroho. Nataka hela zipatikane tukue kiuchumi, najua nini cha kufanya uchumi fanye nini? Ukue. Na nasoma. Sawa Kwa kama unataka kuwa mtumishi wa Mungu, uwezi kushinda nini? Kusoma. Lazima ujifunze. Sawa Lazima ujifunze. Anasemaje? Hosea 4:6 inasemaje? Sikilizeni my young brothers and sisters, babas and mamas. The greatest lack in this kingdom is the lack of knowledge. Sawa Mnatakiwa mkue. Sasa kuja tusome maandiko nitakuwa nimemaliza. Angalia Matendo 2:47 inasemaje? Wekeni malengo ya kukua, ongezekeni kidadi. 1, 2, 3 twende.
Anasema Bwana alirudisha kanisa kila siku. Tunatakiwa tufanye nini? Tuongezeke. Sawa sawa Yaani tusijiwekee mipaka. Unajua tusijiwekee mipaka kwamba hapa ndo tumefika. Nilikuwa namwambia sio Edmund yule mwenyekiti wa UDMCF aliyepita. Naambia yani nyie msikae mkasema sisi fellowship yetu ndo tunatakiwa tuwe hivi. Mnaweza mkakua. Ila sasa hamjui cha kufanya ili mkue. Mtaendelea kukaa hapo mkifikiri ndo mmefika, kumbe hapo siko mnapotakiwa kwenda. Faida ya kukua ni nini? Ngoja niwaambieni. Faida mojawapo ya kukua ni kwamba tunavyokuwa tunakuwa na mamlaka. Unanielewa Yaani leo kama nyinyi mngekuwa mna watu 5,000 hapa, mnaweza kuamua tunataka mwenyekiti wetu ndo awe rais wa chuo. Yaani mnaamua nyinyi, mnaamua tunataka ndo awe rais. Unaelewa Mnakuwa na uhakika kwa wingi wetu. Tukienda kupiga kula, watake wasitake, wampende wasimpende, ikitokea wamemkata jina kule kwenye tume, tutafanya maandamano ambayo ni almost chuo kizima kitatetemeka. Watamrudisha tu, wawe wanamtaka wamtaki. Tutaenda kupiga picha tu, sisi tutatumia hela za fellowship, na yeye akipata zile hela za darussa wataturudishia. Tutafanya nini? Tutakuwa. Tumalizie Mithali sura ya 14 mstari wa 28. Ndio mstari wa mwisho nitakuwa nimemaliza. Tuko na nyie kesho Alhamisi Alhamisi ni leo. Kesho ni Ijumaa Tuko na nyie Jumamosi. By the way, nitakiwa nianze Jumatatu mpaka Jumamosi. Mwenyekiti akaniambia Jumatatu tuanze Jumanne. Na mimi kwa sababu Jumatatu nilikuwa na ratiba nyingine, nikatakiwa nikaanza Jumanne. Wakati nimeanza Jumanne, aliyetengeneza posta akaona mbali sana, akaamua kujitengenezea naye utaratibu mwingine, akatengeneza mpaka Ijumaa. Ndio huyu nilipanga nimpe zawadi, nimepunguza 10,000. Kwa mimi nilivyoona mpaka tarehe 24, nijua tarehe 24 ndo tunamaliza. Sasa natoka, mwenyekiti ananiambia hapana mpaka tarehe 25. Nikamwambia kweli uniambia tarehe 25, lakini posta imesha tarehe 24. Shida sasa naye mwenyekiti alishare bila kuangalia tarehe, aliamini aliyetengeneza yuko sawa, kumbe kidogo ni matatizo ya familia yetu muda mwingine. Twende tusome, nasemaje? 1 2 3 twende. Ili tuweze kuwa na nguvu lazima tuwe wengi. Tuliookoka tukiwa wengi hatuwezi kukubali mambo ya kijinga kwa sababu ya nguvu yetu. Hivi mnafahamu kwamba Roman Catholic wana kiti kwenye Umoja wa Mataifa? Si mnafahamu Vatican Papa na kiti chake kwenye Umoja wa Mataifa? Unajua ni kwa sababu gani? Ana watu bilioni 1. Umenielewa Kwao anajua akisema, barua imekuja kutoka Baba Mtakatifu amesema kuanzia leo tusiziunge mkono hizi serikali, wanajua serikali zote zitaunga mkono. Unanielewa Kwa hiyo kama tunataka watu waongezeke, sababu moja hapo tunataka watu waongezeke ni kwamba sisi tuliookoka tuwe na nguvu. Tukishakuwa na nguvu kwenye serikali, kwenye ofisi tuliookoka ni wengi, unafikiri watafanya disco? Unanielewa Unanielewa Tuliookoka ni wengi shuleni, unafikiri disco itafanyika? Sisi tuliwahi kuahirisha graduation shuleni tukiwa form 4. Tulikuwa tukifanya graduation, watumishi wanaenda wanafanya wenyewe wanacheza disco. Tukaamua tukakaa kwenye maombi watu 5, tukasema kuanzia leo tunaahirisha graduation hazita kuwepo. Mpaka leo mimi naongea, mimi nimemaliza form 4 miaka 10 iliyopita. Haijawahi kufanyika graduation ya aina yoyote. Na nilienda mwaka jana nikawaambia jamani, graduation mnajua kwa nini hazifanyiki, tuliomba. Kwa na nyie kama mnataka, tulishafunga na mnataka nyinyi fungueni. Mpaka leo naongea, mpaka leo. Shida yenu nyie mnapenda kuwa neutral. Unajua Yaani sio sana, sio kivile, ndio maana mambo hayaendi. Hawa wanajua niliosoma nao shule, walikuwa wanasema aje kiongozi mmoja form 2 anafanya mtihani, aje ombe sala, lakini sala ambayo ni neutral. Siku moja wakaniambia Kasiani njoo uombe. Nikamwambia mimi sio mtu wa kuomba ni neutral, kwa sababu najua maombi hayawezi kwenda bila kupitia Yesu. Alisema ombeni neno lote kwa jina langu. Hasa mimi nije niseme Mungu Mwenyezi asante kwa ajili ya form 2, wabariki, wasaidie, amin. Mimi mtu kama mimi, hebu niangalieni vizuri. Unajua mnaweza kama mnioni vizuri. Isn't me? Mungu awabariki sana. See you tomorrow.